Tuko kwenye suratul A'raf, aya 50. Leo tunaanza a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina, wale ambao alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya falyawma nansahum. Si tushaisoma hiyo au tulisoma? Tulisoma tukuisoma? Mbona mtu mmoja akasema tunaanza alladhina? Huyu alionambia tunaanza alladhina, yeye kaweka kumbukumbu ipi? Haya, naendelea kusoma halafu tutaanzia hapo kitafsiri. Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Wama kanu biayatina yajhadun walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fan'amala ghayra alladhi kunna na'malu qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tuweke lengo hapo, tuje tuanze huwa alladhi yursilu ar-riyaha. Aya, tutarudi nyuma ile aya moja kama tulivyosema, inaonekana tuliacha kiporo ile aya. Kwa hivyo tunaanza aya 50 ambapo inasema wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina min alma'i au mimma razaqakumullahu qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin. Halafu ndio itaingia alladhina, si ndio? Haya, tulikuwa tunazungumzia habari za uamuzi wa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama wa kuwaingiza peponi wanaostahili kukaa peponi na kuwaingiza motoni wanaostahili kukaa motoni, na wale watu wakati na kati tuliwasema ashabul al-a'rafi waliokaa katikati wakayaona ya waliokoko motoni na wakayaona ya waliokoko peponi. Na nini yamesemwa na wanazuoni mbalimbali katika hayo tumeyazungumza, lakini tulibakia na aya moja tu ambayo hii inazungumzia mjadala sio baina ya wale watu wa katikati. Maana watu wa katikati mjadala wao ulikuwa kwa watu wa motoni na kwa watu wa peponi, ingawa kwa watu wa peponi walikuwa wanatamani waingie huko, lam yadkhuluha wa hum yatma'un, wanatamaa hakuingia peponi wakati ule, lakini wanatamaa hiyo. Na huku motoni walikuwa wanawalaumu wale watu wa motoni kwamba ndio chanzo cha wao kuwakwamisha, wakakaa kwenye ule mkwamo wa kwamba huku hawako wala huku hawako. Sasa inatokea mazungumzo baina ya watu wa peponi na watu wa motoni, sasa sio wale watu wal a'rafu peke yao. Sasa ndio aya hii ambayo tuliacha inasema wanada ashabun nari, na wataita watu wa motoni ashabal janna, watawaita watu wa peponi. Na nada tumesema ni kuita kwa sauti kubwa, na aghlabu inakuwa kwa mtu aliyoko mbali. Ndio tumepata ule mnada, mnadi sala, kunadi, yani kuita kwa sauti kubwa isikike masafa marefu. Kwa hivyo hili neno nada peke yake linaashiria kuwa it will be a distance, patakuwa na nini, masafa baina paradise and hell, baina pepo na moto. Na
huenda masafa haya yatakuwa ni siku za mwanzo tu, baadaye yatatengana zaidi ya hapo. Lakini zile za mwanzo, malengo ni kutaka watu wa motoni waumie kwa kuwaona watu wa nini, wa peponi wakifaidika. Iwe kama wanavyosema jamaa zetu, waliko huko viroho ndi roho zidunde tafrani moja kwa moja. Lakini kwa upande wa pili, na watu wa peponi wapate kujipongeza kwamba kumbe balaa lilikuwa kama lile, alhamdulillah. Ile shukrani ije kwa kuona hasara ya kwenda kinyume na amri za nani, za Mwenyezi Mungu. Sasa hapa wanada wataita ashabu nari, marafiki wa moto, yani watu wa motoni wameitwa hivyo ashabu, kama vile watu wa pangoni wakaitwa ashabul kahfi. Maana sio kwamba marafiki wa pango kwamba lile pango ni rafiki yao, wamehusika na lile pango. Kwa hivyo wanada ashabu nari, na watapiga kelele, watapaza sauti, wataita kwa sauti kubwa watu wa motoni. Watawaita nani? Ashabal janna, watawaita watu wa peponi. Jamani, jamani, mazogo, makelele. Na kwa hivyo itakuwa ni hali ya kuonana. Unayemwita maana yake unamwita ili akufanyeje? Akuelekee, akutizame, akuone. Wataita wanada ashabu nari ashabal janna. Watawaambia vipi? An afidhu alaina min almai, turushieni sisi, tumiminieni sisi katika maji hayo mliopata huko peponi. Rusheni maji huku. Kwa hivyo ni eneo ambalo litakuwa sirefu sana kwa wakati huo, kiasi ambacho mtu anakadiria ukiarusha maji yatafanyaje? Yatafika. An afidhu, mimineni, rusheni, alaina, juu yetu sisi, minal mai, katika maji. Wapate angalau nini? Maji kunywa au kuroa, kutokana na nini? Joto la nini? La moto. Tulisema kule kwenye amma kwamba yatakuwa yale maji hayawezi kuwasaidia kwa kunywa wala kukoga. Manake kazi la yadhukuna fiha bardan wala, hawataonja humo baridi wala kinywaji. Kwani maji unapoyatia mwilini bila ya kunywa, unachotafuta hasa ni nini? Baridi. Ndio maana wakati wa joto mtu ufanyaje? Anakoga mara kwa sababu yale maji anataka apate baridi. Na wakati mwingine watu wanaofanya kazi tu kwenye joto kali, wanaokwenda mabio, wanajimwagia maji ili apate nini? Baridi. Na anaokunywa anatafuta nini? Kukata kiu. Lakini leo vile vile ni kuingiza baridi ndani ya tumbo, kwa sababu kiu hasa ni joto lilokithiri ndani ya tumbo likayayusha maji yote. Kwa hivyo kunywa maji inakuwa kama vile tunasema radiator, kwa wale walikuwa wanatumia gari zamani zenye radiator au hydraulic, kwenda kupooza ile, kutuliza. Sasa hao watataka maji kwa ajili ya kutuliza joto la haja ya jahannam. An afidhu, kwamba tumiminieni, alaina, juu yetu sisi, minal mai, katika maji. Na wakatumia neno mina, kwamba si yote, baadhi tu, angalau kidogo, rusheni. Hilo la kwanza, kutokana na hiyo joto na kiu. Au mimma razaqakumullahu, au miongoni mwa vile alipokupeni Mwenyezi Mungu riziki. Kama kuna vipande vya mikate huko, vipande vya maandazi, vinyama hivi, vichwa vya samaki, siyo nini, viembeembe, vimachungwa, rusheni huko. Kwa hivyo kutakuwa na kiu, joto na njaa kwa upande wa motoni. Lakini kutakuwa na nini? Na neema ya kinywaji, chakula na hali ya hewa nzuri kwa upande wa wapi? Wa peponi. Kwa hivyo watu wa motoni fikra zao zitakuwa mbovu, watadhani kwamba that bliss can cross flow, ile baraka iliyoko peponi inaweza ikavuka mpaka kuja upande wa pili. Kumbe Mwenyezi Mungu moto kauumba kwa msingi wa hasira, na pepo kaiumba kwa msingi wa nini? Wa rehma. Kwa hivyo chochote kinachofanyika motoni kinatokana na upande wa hasira ya Mwenyezi Mungu, na chochote kinachofanyika peponi kinatokana na upande wa rehma ya Mwenyezi Mungu. Na hakuna kinachotoka huku kwenda upande wa pili kikavuka. Hasira ya Mungu haitohama motoni ikahamia peponi, na rehma ya Mwenyezi Mungu haitohama peponi ikahamia wapi? Motoni. Imefahamika? Ndio sasa Mwenyezi Mungu ajulikane vizuri kabisa katika tauhidi, kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa zinazokinzana, zote anazo yeye. Shadidul iqabi, ghafurur rahim, raufur rahim.
huku ni mkali na huku ni mpole, lakini upole wake unafanya kazi mahala pake na ukali wake unafanya kazi mahala pake. Na akhera ndio kabisa, motoni ndio atapeleka ukali wote na hasira zote, lakini peponi atapeleka mapenzi na huruma yote. Sasa anayetaka kuyavusha mambo ya huku kupeleka huku na huku kupeleka huku atakwama, kwa sababu sio uamuzi wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni majibu watu wa peponi. Hawatasema kwa roho mbaya, watasema kwa ukweli tu. An afidhu alaina, kwamba tumiminieni sisi, tumwagieni sisi minal mai, katika hayo maji, tena mina tabidhia, japo kidogo, si lazima iwe mengi. Au mimma razakakumullahu, au chochote kile alichokuwa akakupeni Mwenyezi Mungu, kutokana na chochote alichokupeni, japo kidogo tu. Rusha japo biskuti, rusha japo pipi, japo shaiti ya mdomoni imejaa mate, wewe rushie tu. Hoi taabani. Mwenyezi Mungu atuepushe na watu wa motoni, atuingize katika watu wa peponi. Au mimma razaqakumullah, au chochote alichokupeni Mwenyezi Mungu. Qalu, watasema watu wa peponi sasa kuwajibu watu wa nini? Wa motoni, kwa ustaarabu kabisa. Wale wameomba ati, kwa hivyo kama wameomba nao wanajibiwa juu ya maombi yao. Qalu, watasema hawa watu wa peponi, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, haramahuma ala alkafirina, kaviharamisha hivi viwili kwa makafiri. Si haki yenu, ni haramu kwenu kupata maji na kupata riziki yoyote. Hamna kula, hamna kunywa kwa hivi vya peponi. Vya huko motoni, hamiman waga taama min ghislin dha ghussatin wa adhaban alima, hivyo vya kwenu huko. Lakini hivi vya kwetu sisi Mungu kaviharamisha kwa watu wa nani? Wa motoni. Havifiki huko, hata tukirusha maji yatayayuka katikati, vitasambaratika vyote, havifiki. Na sisi tunaogopa kumkosea Mwenyezi Mungu, kwamba neema zake zisizohama peponi zikaenda motoni, tukajifanya sema bingwa ati tunazipeleka. Mmelipata jibu la watu wa peponi? Inna Allaha haramahuma alal. Sasa moto msingi wake ni ukafiri. Mwenyezi Mungu kauandaa moto, uiddat lilkafirina, moto kauandaa kwa ajili ya makafiri, si kwa ajili ya Waislamu. Waislamu watakaingia motoni bahati mbaya, lakini hawakusudiwi wao kuingia wapi? Motoni. Na pepo kaiandaa kwa ajili ya muttaqina, wamchao Mwenyezi Mungu. Hakuna atakaingia peponi kwa bahati mbaya, hakuna. Ataingia kwa kuqualify kwamba ana sifa, au ataingia kwa rehema za Mwenyezi Mungu kamhurumia, basi. Hakuna namna nyingine. Haya maeneo ni muhimu sana kuyafahamu katika itikadi, kwa sababu kwa bahati mbaya sana inatokea baadhi yetu walimu tunapowafundisha haya tunakuwa na confusion, tunachanganya mambo, baadhi yetu, si wote. Kwa hivyo inataka vizuri kutulia, ujue kwamba moto kimsingi umeundwa kwa ajili ya makafiri, na pepo kimsingi imeumbwa kwa ajili ya nini? Muttaqina, wamchao Mwenyezi Mungu. Sio tu waumini, wamchao Mwenyezi Mungu. Certificate, ticket ya kuingia peponi ni takwa, katika daraja lolote la takwa. Takwa ina daraja, wengine wamesema 3, wengine wamesema 6, wengine wamesema 9, lakini kwa vyote takwa ina daraja. Lakini upate japo daraja la chini, japo, na hiyo ndo kama hakuna budi, lakini upande juu ufike daraja kubwa kadri inavyowezekana, ili uweze kuipata pepo. Mwenyezi Mungu atujalie katika wacha Mungu, inshallah tupate tiketi ya kuingia wapi? Peponi, kwa daraja yoyote ile, lakini inshallah ziwe daraja za juu inshallah, na tusikose kabisa tiketi, kwa sababu kuingia motoni hasa wenyewe ni makafiri. Wakiingia Waislamu pia itakuwa ni aibu kwao, sio tu kwamba kuingia motoni, na kwao ni aibu kwamba wao hawakuandaliwa kile kitu alafu wakaenda. Ndio maana kule gerezani mtu akipelekwa mtu mwema na nini, baadhi ya askari umuonea huruma, ustazi imekuwaje ukaja huku yake, huku ni watu wakorofi watupu. Mtu anaficha sigara kwenye duburi, akisachiwa isionekane sigara kuitia kwenye duburi, halafu waitoe ndo avute, sio mahala pa mchezo, sio kwenda kufanya nini. Lakini inatokea bahati mbaya watu wema wakaenda, kaenda Nabii Yusuf alayhi salam, wala sidharauliwa mtu mwema kwenda gerezani, la hasha, inatokea bahati mbaya kaenda, lakini sio malengo kwamba gerezani aingie mtu mwema. Haya,
Kwa hivyo haramahuma halal, kaviharamisha Mwenyezi Mungu. Yaani hapa kuharamisha sio kule kuharamisha kwa kidunia, kwamba kasema haramu msifanye, halafu akakupeni uhuru, mkifanya la haramu mtaadhibiwa, mkifanya la halal mtapewa thawabu. Kule kayazuia, hasa kayaharamisha, manake havitokwenda automatically, havifiki. Umefahamu taharimu ya motoni? Taharimu ya huko kuharamishwa manake kunyimwa, haiwezekani, impossible. Tofauti na haramu ya hapa duniani. Hapa mbwa kula nguruwe haramu, lakini unaweza ukamla, itakuwa tu umefanya la haramu. Kule akiambiwa mtu wa motoni hawezi kupata riziki ya peponi, haramu. Sio kwamba atashindwa kuila tu, haifiki, itaungua, itayayuka. Kwa hivyo kavinyima, kwa neno zuri, inna Allah haramahuma, hakika Mwenyezi Mungu kavinyima vitu hivyo kwa makafiri wasivipate, hata tukivileta havifiki. Ndio tunakuja sasa wenye ambayo mlikuwa mmenidokeza tuanze leo. Hii tuliacha, ilikuwa ni sehemu ya yale ya mjadala kule, watu wa peponi na watu wa nini, wa motoni. Lakini mbele kasema alladhina, wale ambao. Hakuweka walladhina na wale ambao. Wao wakiondoa katika neno alladhina walladhina, alladhina na alladhina allati, ikiwa nyuma akasema maneno halafu hakuweka wao, manake huyu alladhi au allati au alladhina au allai au allati watakuwa ndio wale wale waliotajwa mwanzo. Inaitwa atfu bayan katika nahwu, au pia inaitwa badal. Wailun likulli humazatin, halafu mbele alladhi jamaa malan, ndo yule ile kullu humazatin lumaza, ndo huyu alladhi. Tumefahamiana? Araaita alladhi fadhalika alladhi, ndo yule yule yukadhibu bidini. Akichakuwa hana wao yule alladhi au alladhina au allati allai, basi atakuwa anarudi kumfasiri yule wa nyuma. Akiwa na wao anaanza mtu mwingine, walladhina hum walladhina hum walladhina hum, watakuwa wengine kad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim walladhina walladhina walladhina, zile za atfu. Lakini alladhina inakuwa au alladhi ikiwa haiungwi na wao kwa maeneo ya nyuma, itamrudia yule yule aliyetajwa mwanzo. Tumeelewana mpaka hapo? Sasa anasema hawal kafirina ni wepi? Kwa hapa wanakusudiwa alladhina, wale ambao wamefanya nini? Ittakhadhu dinahum. Ikiwa utaanza utasema ittakhadhu, ikiwa utaunganisha alladhina ittakhadhu dinahum, wale walioifanya dini yao lahwan wa laiba, kwa ni upuuzi na mchezo. Dini yao wameifanya upuuzi na nini, na mchezo. They were not serious in religious matters, hawakuwa makini katika mambo ya dini. Walichukulia rahisi rahisi tu, wakachukulia upuuzi na nini, na mchezo. Wakaona dini ni kama vile tu jambo la kuhusika nalo, ikiwa patatokea harusi, ikiwa patatokea msiba, ikiwa pana sherehe hivi, basi ndio dini. Lakini tena mambo ya kusali, mambo ya kufunga, mambo ya kutoa zaka, mambo ya kuhiji, mambo ya kujiepusha na haramu, zinaa, wizi, liwati, uongo, yale wanafanya tu. Wamefanya ile dini kama ni mchezo. Na hili lilianza kwa watu waliopewa kitabu kabla yetu. Ilipatikana kundi kubwa sana katika ahlul kitabi, dini hawaichukulii kwa umakini. Wakapatikana kidogo sana waliojichuja, waliokuwa serious kufuata nini, kufuata dini. Na mpaka leo katika watu wa hizi dini nyingine hawako serious sana kwenye dini, wako zaidi makini kwenye mambo ya dunia. Sisi tuna watoto wanaishi nje ya nchi, mimi mmoja wapo na watoto wanaishi nje ya nchi. Basi mmoja katika wanangu ananiambia, baba, kule tunakoishi sisi si tu kwamba hawako makini kwenye dini, hata katika dini zao, achilia mbali yetu sisi. Ukenda kwenye nyumba zao za ibada, siku za kufanya ibada, utawakuta ama wazee waliozeeka sana, washastaafu, washachoka, ndio wako humo, au mtu mgonjwa, mlemavu, au mtu kaharibikiwa maisha, au pengine mgeni wa nchi, ndio utamkuta yuko pale. Wenyewe wako kwenye maeneo ya starehe tu, kwenye nguvu zao, kwa vile dini wamefanya lahwan wa laiba. Lakini ikifika siku zile za sikukuu za kisherehe, tena ndo utamjua kwamba huyu naye yumo katika mambo
mambo yani wako wanasema wako kinini kifunction zaidi, wako ceremonially kisherehe zaidi. Intakufanana inakuwa dini kwao kama hii siasa. Yani siasa kama hakuna uchaguzi wala huoni mabendera, uniform kwa wingi wala nini mikutano, unajua tu kuna watu, lakini ngoja tu ingie mwaka wa uchaguzi. Inakuwa kama kunguni aliyekosa damu sasa keshaipata, ana nguvu. Alipokuwa hana damu ukimpuliza anapeperuka, lakini akipata damu hata kwa kidole humkamati. Kwa hivyo na wao dini ni siku zile za sherehe tu basi. Zikija zile siku za sherehe za mahafla za mambo makubwa, pengine harusi, pengine msiba, tena ndo naiona dini. Na sisi Waislamu tumeanza kuelekea huko. Baadhi yetu tunakuwa watu wa aina hiyo. Mimi nilifanya kazi na mtu ofisi fulani Tanzania bara, mwaka mzima sikujua kama ni Muislamu, mpaka siku ilipotokea msiba mahala, nikenda na nikamkuta. Kwanza vile alivyovaa pale alipokaa, mazungumzo, kamuuliza kwa ni wewe Muislamu? Akasema mimi Muislamu. Kaambia mimi na wewe mwaka mzima tumefanya kazi, sijakujua kama Muislamu. Yuko ceremonially kakaa kisherehe zaidi. Kwa hivyo wale alladhina takadhu dinahum lahwan waloifanya dini yao kuwa ni nini? Upuuzi na mchezo. Wa gharratuhumul hayatud dunya, na yakawahadaa maisha ya nini? Ya dunia. Yakawahadaa maisha ya dunia, wakaona kuwa ndo wamefika na hapa ndio mwisho wa kila kitu. Mpataye mkosa ujingae basi. Hawafikiria akhera kabisa. Akilala akiamka anafikiria dunia tu, anachokipata kwa ajili ya dunia, anachokikosa anaisikitikia dunia. Hana nafasi ya kufikiria kwamba nikisha kufa kutakuwa na maisha mengine huko ambayo yanahitaji kuandaliwa hivi sasa kwa kutafuta thawabu, ili niwe na nyumba nzuri akhera, niwe na mke mzuri akhera, niwe na maisha mazuri akhera, niandae hapa duniani. Anakuwa ni sawa na mwanafunzi ambaye hafikirii kama kutakuwa na mtihani. Yeye anasoma tu tena anahudhuria tu, pengine hata hajali. Sasa kifika wakati wa mtihani kimbembe, ndio utamwona tena anakesha, anaanza kukremu, anahifadhi mambo, anakuwa hayangai kichwani, hayaingii, anaanza kuazima madaftari ya watu wengine, atafute mitihani ya zamani ya solve, sio afanye hivi chunguzi. Lakini kama alikuwa anasoma hasa kwa ratiba, anafanya kazi anazopewa za nyumbani, za darasani, anadurusu, anapitia masomo yake, ana muda wa kupumzika na kucheza na muda wa masomo, mtihani haumpi pressure. Mtihani haumpi pressure kwa sababu kajiandaa. Gharratumul hayatu dunya, yamewahadaa maisha nini? Ya dunia. Wameona ndo wamefika mwisho wa yote ni hapa. Wanaipiga dia dunia jihadi katika kutafuta riziki. Hatukatai sisi riziki zitafutwe kwa njia za halali, lakini muda wote unaijenga dunia huku ukiamini kuwa nini? Akhera ipo. Usiwe kama yule mtu ambaye kapewa ice cream cone, alipomaliza kula akafikiri na ile kone alokamata mkononi ni chombo atakwenda kutilia chai nyumbani kwake, kumbe ni biskuti, nayo anatakiwa afanyeje? Aile. Yeye akafikiri kapewa kibakuli kile. Sasa hii dunia usifikiri kwamba ndio utamaliza kila kitu na hii dunia. Itaondoka nayo. Wa gharratumul hayatu dunia. Basi Mwenyezi Mungu anasema falyauma, basi leo hii, nansahum, tunawasahau, kama nasu, kama walivyosahau, liqaa yaumihim hadha, kukutana na siku yao hii. Pana maneno falyauma, basi leo hii, na alif na lamu ikiingia kwenye yaum inamaanisha lilhudhuri, kwamba ni siku ile anayoizungumza. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Wakati ule aya inateremka sema al-yawma, ndio sio tunasema leo hii. Kwenye Kiingereza tunasema today, sio a day or the day, tunasema today, leo hii, lilhudhuri. Falyawma, basi leo hii, maana yake itakuwa ni siku gani? Siku ya Kiyama.
Basi leo hii anasema nansahum, tunawasahau. Si kusahau kwa maana ya kwamba Mungu hakumbuki, la. Kama tulivyosema, si lazima neno litumike kwa maana ya kwanza, kwa sababu Mwenyezi Mungu kashasema wama kana rabbuka nasiya, na hajawa Mola wako ni mwenye kusahau. Hapa kusahau manake kupuuza. Falyauma, basi leo hii nansahum, tunawapuuza, hatuwajali. Na sisi tunatumia sana kwenye Kiswahili. Pengine mfano mtu kapewa shughuli apeleke vitu, halua, kahawa, nini, vyakula, halafu kuna kundi hakulipeleka. Sasa naona mzee umetusahau, manake umetuacha. Kwa hivyo falyauma, basi leo hii nansahum, tunawapuuza, tunawaachilia mbali. Sisi kama vile hawamo kwenye mawazo, tupilia mbali, shenzi hao. Kama nasu, kama walivyoisahau wao, liqaa, kukutana, yaumihim hadha, na siku yao hii. Kwani wao waliisahau au waliipuuza? Walipuuza. Kwa hivyo na sisi tunawapuuza kama walivyopuuza. Na hizi ndio lugha za Kiqur'ani na lugha za watu fasaha. Anaweza akalitumia neno kwa maana ya pili kwa sababu ya kukukomoa tu, akamwambia kama wewe ni mjinga na mimi mjinga hivyo hivyo. Kwani yeye ni mjinga au hapo anakukomoa tu? Kama wewe bakili hutaki kutoa pesa zako, nasema bakili hatutaki kutoa pesa zetu bwana, changia, tuchangie. Kwani hapo ni bakili huyo? Au anakuambia kwa kukukomoa kwa maneno yako? Ndo yale maneno ya jamaa wa Kibongo sema, ukimwaga wali na mwaga mboga. Yaani ukimwaga wali na mwaga mchuzi. Maana ukiliharibu hili na mimi naharibu hili, tuone itakuwa nini. Kwa hivyo ni maneno ya ushindani yale. Tumefahamiana? Wakati mwingine watu wazima kuja, bwana msilete uhuni, na sisi tulikuwa uhuni kama nyinyi. Nitakufanyeni uhuni hapa, mtakoma wenyewe. Lakini sio manake yeye ni muhuni, anataka kukuonesheni kwamba sitaki hivi vitendo vyenu vya kweli. Kwa hivyo ni mtindo. Falyauma nansakum, basi leo hii tunakusahauni kama nasahum, tunawasahau kama nasu, kama waliposahau. Liqaa yaumihim, kukutana na siku yao, hadha hii. Na akasema siku yao, yaumihim, siku yao. Kaiita siku yao manake inakuja kwa njia ya kejeli na inakuja kwa njia ya sifa. Kama mfano umealikwa chakula vizuri, mbona leo siku yako bwana, utakula mpaka uache mwenyewe, hiyo ni sifa. Lakini kama siku umeingia na wewe kubwa kwenye mikwaju, mbona leo siku yako, utachezea mikwaju hapa, leo siku yako, vile vile inatumika kwa njia ya kejeli. Kwa hivyo hapa imetumika kwa njia yake kejeli. Kama nasu, kama waliposahau, liqaa, kukutana, yaumihim hadha, na siku yao hii, ambayo ni siku yao kwa kweli ya kuwatia adabu. Anaendelea Mwenyezi Mungu kusema, wama kanu biayatina yajhadun, na vile walivyokuwa aya zetu wanazikanusha. Ma bi maana kaifa, wa kaifa kanu biayatina yajhadun, na namna walivyokuwa aya zetu wanazikanusha. Kwa hivyo leo itakuwa siku yao hii. Na hapa inaonyesha wazi kwamba kukanusha aya za Mwenyezi Mungu, kukataa kwamba haya si maneno yake, au kukataa kwamba hii si amri yake, au hata kuikataa katika utekelezaji, yote ni makosa. Wama kanu, na walivyokuwa, biayatina, kwa aya zetu, yajhadun, wanakanusha, wanabisha, wanapinga, hawataki. Basi mambo haya yanawakuta. Tumefahamiana walaqad ji'nahum bikitabin, na kweli hakika tumewajia na kitabu. Fassalnahu, tumekipambanua, ala ilmin, kwa ujuzi. Ndio hii Qur'an. Walaqad ji'nahum, na kweli hakika tumewajia bikitabin, na kitabu, yani tumewapelekea kitabu. Fassalnahu, tumekipambanua, ala ilmin, kwa ujuzi. Hakijaletwa kwa upambanuzi wa kijinga, kwa upambanuzi wa ujuzi katika maeneo yote yaliyokuwa yanawaletea tabu binadamu, kwenye itikadi na kwenye sheria na ibada.
Qur'ani imekuja kwa ujuzi mkubwa sana. Hakuna kitabu kilichoweza kumweleza Mwenyezi Mungu kwa ufupi na kwa ufasaha zaidi kuliko Qur'ani katika suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu lam yalid wa lam yakun lahu. Hakuna, si cha dini wala si cha falsafa. Sema Mwenyezi Mungu ni mpweke, yuko peke yake, ahad. Wala kusema wahid, sisi tunasema mmoja katika tafsiri yetu, lakini ahad na wahid ni tofauti. Wahid ni mmoja, unaweza kusema halafu kuna wa pili, kuna watatu, kuna kusema ahad peke yake, unique. Kiswahili cha Kigunya mpweke, ingawa hiyo mpweke kidogo inaweza ikatumika kwa maana nyingine kule mjini kwetu. Mpweke kitu kingine, hadi nani unajua mpweke kitu kingine kabisa kimjini lakini nao uko peke yake, hauna mwenzake. Katika mwili wa binadamu una mwenzake ule? Hauna, haufanana na kidole gumba wala kidole cha pembeni. Qul huwa Allahu ahad, sema Mwenyezi Mungu ni peke yake, wa kipekee. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndio tegemeo, na mambo yote vyote vinamtegemea yeye. Hakuna kilichopo, kilichokuwepo, kitakachokuwepo na hata kisichokuwepo. Kama kingekuwepo, vyote vinamtegemea Mwenyezi Mungu. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad, na hajawa na kisawa chake yoyote anayeweza kusema mimi ni saizi yake. Mungu hana saizi. Mungu fupi, lakini imemweleza Mwenyezi Mungu katika namna ambayo hakuna kitabu chochote cha falsafa wala cha dini kilichomweleza Mwenyezi Mungu kwa maneno mafupi na kwa ufasaha kiasi hicho. Ndio maana suratul Ikhlas ina fadhila kubwa sana. Yuko sahaba mmoja alikuwa anasalisha watu kijijini, watu wakaja wakamwambia Mtume sallam kwamba huyu kila akisalisha asome atakavyosoma, lakini kulullahu itakuwemo. Zile rakaa za kusoma kwa sauti alikuwa imamu haiachi kulullahu, lazima ataisoma. Atakisoma sura gani ataingia na kulullahu. Mtume sallam akamwita akamwambia kwa nini? Akasema ninaipenda mimi hii kuliko kitu gani? Akamwambia basi na mimi nakwambia Mungu anakupenda sana, we nenda. Kwa hivyo fasalna, tumevamiana, tumewajia na kitabu tulichokipambanua ala ilmin, kwa ujuzi katika mambo mbalimbali, yakiwa ya itikadi, yakiwa ya sheria, yakiwa ya historia, yakiwa ya miongozo. Hudan, uwe ni mwongozo wa nini? Wa rahmatan, na iwe ni rehma. Hizo ndo mafaulu liajli alhidayati war rahmati, kwa ajili ya kuwaongoza watu na kwa rehma za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Qur'ani hudan linnas, ni mwongozo kwa watu vipi waishi katika hii dunia, kwa sababu wao wenyewe ni mali ya Mungu na dunia ni mali ya Mungu. Kwa hivyo nyinyi ni mali ya Mungu na dunia ni mali ya Mungu. Mnataka nyinyi mlio mali ya Mungu muitumie mali ya Mungu bila mwongozo wa Mungu? Vipi? Haiwezekani. Nyinyi ni mali ya Mungu na dunia ni mali ya Mungu. Enyi mali ya Mungu, tumieni mali ya Mungu kwa mwongozo wa nani? Wa Mungu mwenyewe. Hudan, mwongozo. Isitoshe wa rahmatan, na ni rehma za Mwenyezi Mungu, huruma kubwa kafanya Mwenyezi Mungu kutuletea mwongozo. Angesema sikilizeni nyinyi, nimekupeni akili, nendeni mkaishi kwa mujibu wa akili zenu, sitoi mwongozo, halafu nitawahukumu mkiharibu. Siku ya Kiyama watu wangejitetea, ya Rabbi tulikuwa hatujui haya mengine, tungejuaje kama nguruwe haramu wakati ana mnofu kama alionao mbuzi? Si tumemla? Tulijuaje? Si tungejuaje kama zina haramu wakati huyu mwanamke si mke wa mtu na mimi si mume wa mtu? Tukaona yeye singo na mimi singo, tuunganishe iwe dabo. Kwa hivyo tungeweza kujitetea. Ingekuwa katuonea sasa kututengenezea sheria, halafu hajatuambia
kwa nini katengeza sheria tufanye nini? Kwa hivyo akasema wa rahmatan, na rehma kafanya, basi haya nakuoneni huruma, akili zenu hazitoshi kuyajua mabaya yote na mema yote, nakupeni mwongozo. Hudan wa, umefahamu kwa nini Qur'ani kaitwa hudan wa rahma? Ndio sababu zake. Lakini liqaumin yu'minun, kwa watu wenye kufanyaje? Kuamini. Kwa siamini haiwezi kumuongoza, japokuwa imekusudiwa kuwa ni muongozo, lakini kwanza uiamini, halafu ndio ifanyeje? Ikuongoza. Ajabu ya Mungu yake. Binadamu anakwenda kwa mganga, halafu anamsikiliza ile mganga, anamfuata sawa sawa. Kwa hivyo alimwamini kwanza kabla hata hajampa huo mwongozo wake. Kwa nini ulikwenda sasa kwa huyo mganga kama hujamwamini? Labda wewe unakwenda kumchunguza, lakini kama unakwenda sasa kwa tatizo lako, maana yake umefanyaje? Umeamini kwamba atalitatua. Halafu tena anakupa mwongozo unafuata. Sasa tena Mwenyezi Mungu, kwa nini ukishamwamini mwongozo wake usiufuate? Liqaumin yu, kwa watu wenye kufanyaje? Wenye kuamini. Basi anasema Mwenyezi Mungu, hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bilhaqqi fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana au nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'malu. Kitu hicho nimelisoma pande kubwa zaidi hili. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hal yanduruna, je hawangojei, na pia je hawatazamii. Kutazamia nako ni kungojea. Tunamtazamia mgeni hapa, yani tunamngojea mgeni. Hal yanduruna, je hawangojei, illa isipokuwa ta'wilahu, mrejesho wake. Ta'wil manake mrejesho. Siku hizi neno mrejesho au marejesho linatumika vizuri sana kwenye lugha ya Kiswahili. Mshalipitisha Swahili mrejesho na marejesho feedback. Neno la Kiingereza mahala pake feedback. Je, hawangojei hawa au hawatazamii hawa isipokuwa mrejesho, kwamba kije kile kiyama kama walivyoambiwa. Sasa huo ni ujinga. Wewe umeambiwa kitakuja kiyama, halafu wewe unakingojea kije ndio ukiamini. Ndio maana yake ni sasa umekaa barazani baada ya saa 4 usiku. Umeambiwa bwana, limetoka tangazo kwamba kwa leo mpaka saa 4 usiku watu wameshaingia majumbani mwao. Vinginevyo watakuja askari hapa watuchukua. Sema angoja nisubiri waje ndio nione. Wewe utakuwa na akili kweli? Wakija wakatanda, wamekwenda kuziba mpaka mlango wako pale, si unautafuta mkongoto mwenyewe? Kwa nini usubiri mpaka mrejesho? Na wewe taarifa ushapata. Usisubiri mrejesho. Hal yandhuruna illa ta'wilahu, je hawatazamii, hawangojelei isipokuwa mrejesho wake, yale yaliyosemwa kwamba kiyama kitafanyaje? Kitakuja. Yauma yati ta'wilu, siku utakapofika mrejesho wake, yaqulu alladhina nasuhu min qablu, watasema wale waloisahau hii, kwa maana waloipuuza hii habari ya kiyama hapo mwanzo. Tumeshasema kule nasullaha fanasi fansamu anfusahum wanasihum na nyingine zote, maana yake nasuhu, ansahumullahu fanasuhu, zote maana yake kupuuza. Yaqulu alladhina nasuhu, watasema wale waliopuuza ile siku ya kiyama, wameisahau, wameineglect, wamedharau, hawakujali kwamba itatokea. Yauma yati tawilu, siku utakapokuja mrejesho wake, maana itakapotokea hiyo siku ya kiyama kama ilivyosemwa. Yaqulu alladhina nasuhu, watasema wale walioisahau, walioipuuza min qablu, huko mwanzo, watasema qad jaat rusulu rabbina, ama walitujia mitume wa Mola wetu, bil haqi, kwa haki. Watajuta. Qad jaat rusulu rabbina, walikuja mitume ya Mola wetu kwa haki, wakayasema haya yote, na wanafunzi wao masahaba, matabiina, mashekhe, wanazuoni wakayafafanua yote. Lakini ndio nasema yale kukumbuka shuka kumefanyaje? Kumekucha.
unakwenda kunawa, lakini ushakunya surualini kwa ukaidi wako. Sasa ni fedheha, yashaharibika mambo. Ulitakiwa uyaokoe mapema. Yakulu, watasema alladhina nasuu, wale walioipuuza, min kabla, hapo mwanzo, kad jaat rusul rabbina, ama wametujia mitume ya Mola wetu, hakika walitujia mitume ya Mola wetu bil haqi. Sasa wataanza kulalamika kwa mambo ambayo hatakuwa na faida yote. Watasema vipi? Fahallana min shufaa, je, tunao sisi waombezi wowote? Shufaa inatokana neno shafii. Shafii ni muombezi. Sikiliza vizuri, kuna shafii na kuna wakili. Wakili ni mtetezi, shafii ni muombezi. Wakili ni nani? Wakili ni mtu anayeamini kwamba wewe anayekutetea huna kosa, unaonewa. Yule ndio nani? Shafii ni mtu anayekutetea wewe, lakini anaamini kwamba umekosea, anakuombea radhi. Tumeelewana? Shafii na wakili tofauti zake. Sasa hawa mawakili wetu wa kisheria wanapokwenda mahakamani kutetea kesi, kwanza wanakuwa mawakili, mpaka wakiona kesi ishawazidi wanageuka na kuwa mashafii. Mheshimiwa Hakimu, pamoja na hayo lakini ikumbuke kwamba mteja wangu hili ni kosa lake la kwanza, kwa hivyo naomba ahurumiwe katika kupewa adhabu. Hapo tena si wakili tena, kisha kwa nani hapo? Oha, tumepamiana kwa mkubwa. Yule wakili anafanya kazi ya wakili, mambo yakimzidi anakuwa nani? Shafi. Ndo yale ya mnacheza mpira, mechi timu hamuiwezi, mmejitahidi mna hii inatushinda, sababu sasa tupunguze magoli ili tupunguze aibu, tusifungue sana. Mnarudi nyuma nyote, shabua goli 3, lakini mnarudi nyuma nyote, likija pira mnalivurumisha tu, yasingie tena, tukafungua 4 mpaka 5. Kama 3 basi ndo haya. Sasa pale mshakuwa tena mashafii, mnajiombea tu hali ya nafuu, lakini ngoma ishaharibika. Sasa hawa wanakiri kwamba mambo yashaharibika. Fahallana min shufaa, je, sisi tunaoombezi wakaja wakatuombea tupate takfifu, tupate nafuu, tupate huruma ya Mwenyezi Mungu. Kwa haki tushakosea, hatuna namna. Kad jaat rusul rabbina bil haqi. Mwenyezi Mungu atuepushe na hali ya kwenda kuomba shafii. Manake ikitokea tena iwe hakuna budi, lakini isiwe ndo mpango wetu sisi tuwe na utetezi, sio tuwe na uombe. Sasa watu wengi wanaichukua ile shafaa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni jambo la kulitafuta sana. Shafaa ipo, ikae akiba, kwa sababu sisi ni binadamu. Lakini isiwe lengo letu kutafuta shafaa, lengo letu sisi kutafuta kuvuka. Yaani wewe unakuwa mtu unaishi kwenye familia yako, halafu unapiga hesabu kwamba jamaa si ana genge pale, nitakwenda kukopa dagaa. Unakuwa utafuti kiteweo, unazunguka, ikifika usiku, bwana hebu nikopeshe dagaa la 500. Kila siku ndio kazi yako kuhusu kutegemea kukopa dagaa la gengeni, la kwenye banda la biashara. Sasa wewe tena maisha yamefanyaje? Yenye kushinda. Ile ni shafaa. Au kuna watu wanaishi kwa kupiga virungu wenzao. Yeye anazunguka kutwa, atafutiwa kumuomba tu. Akikona afadhali Sheikh Msaba umekuja, nishapona mie. Ushapona nini? Nipe japo buku bwana, nikanywe chai. Nyie mashekhe ya mkosi, shekhe hakosi kwa aya ipi? Shekhe hakosi anakosa. Kwa hiyo sasa kuna watu wamekaa ni virungu, leo kaomba huyu, kesho kaomba yule. Hatusemi kwamba binadamu hawezi kuzidiwa akaomba msaada kwa mwenzake, lakini isigeuke kuwa ni desturi na tabia ya kila siku. Sasa na sisi tusikae kazi yetu kutegemea shafaa tu, pana. Ile ikitokea inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tutapata. Na shafaa inakuja ama kwa mtu kuharibikiwa au kwa mtu kupungukiwa, kote kule. Fahallana min shufaa,
Basi je, sisi tunao waombezi? Je, sisi tunao nani? Waombezi. Fayashfa'u lana, wakatuombea sisi. Huku nyuma waliisahau, wakaitupa ile siku, wakafilika, lakini kule wanataka wanaomba wapate nani? Wanauliza swali la kukata tamaa hilo. Je, tunao waombezi sisi? Fayashfa'u lana, wakatuombea sisi hawa waombezi. Hatari. Au nuraddu, au turudishwe, fana'amala ghaira alladhi kunna na'malu, tukafanye sio yale tulokuwa tukiyafanya. Wanakata rufaa. Mungu harudishi mambo nyuma, imetoka. Ikishatoka dunia kwa njia ya kiyama, habari za kurudi dunia tena basi, ingawa Mungu anaweza, lakini hafanyi. Au nuraddu, au tukarudishwa sisi, fana'amala, tukatende ghaira alladhi kunna na'malu, sio yale ambayo tulikuwa tukiyatenda. Tukikata rufaa, tukapewa tena muda wa kurudi tena duniani, tukaumbwa tena, tukazaliwa tena, tutakuwa watu wema, tutarekebisha. Yaani Mungu akupe wewe maisha mara mbili, mimi anipe mara moja, na mimi anipe mara mbili kama wewe, lakini Mungu hatoyafanya hayo. Si kwamba haiwezekani, Mungu anaweza. Anaweza hapa duniani, sikwambii siku ya kiyama kwamba mtu anaweza kufa halafu akamuumba tena, akazaliwa tena, akaishi tena. Mungu anaweza. Siku moja nilisema hivi, kuna mtu mmoja akanitilia shaka, shekhe bwana tuthibitishie, unasukuma tu madai wewe. Nikamwambia wallah, nikamwambia naanza na moja. Ashabul Kahfi wamelala siku ngapi? Miaka 300 na ngapi? Alafu wakaamka. Sasa maana yake nini kwanza? Wale tu wamelala, maana yake nini? Kama aliweza kuwalaza alafu akawaamsha tena, kwani mtu aliyelala miaka 300 na huyo aliyekufa kaburi miaka 3 akafufuliwa, so kesi moja tu hiyo, tofauti yake yule kalala, huyu kafa. Uzairi naye, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Kapita katika kijiji akasema, vipi Mwenyezi Mungu atafufua kijiji hichi baada ya kufa kwake, magofu matupu? Mungu akamfisha yeye, fa amatahu Allahu 100 amin, miaka 100, thumma ba'atha, kisha akamfufua tena hapa duniani. Na mengi yakaendelea kusema pale, sina haja kwenda. Kafanya hajafanya? Kuna nyingine, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara almauti faqalahum Allahu mutu thumma ahyahum. Hujaona wale ambao walitoka katika miji yao maelfu kwa maelfu kwa kuogopa kufa, Mwenyezi Mungu akamwambia kufeni, wakafa kwa amri moja wote. Thumma, kisha ukapita muda, ahyahum, akawapa tena uhai hapa duniani. Ni swala uamuzi wake tu, akitaka anafanya, hakutaka basi, lakini si kwamba alimo ndani ya uwezo wake. Fana'amala ghaira alladhi kunna. Kwenye aya nyingine nasema wala uruddu lahadu limanuhu anhu, waongo wa innahum lakadhibuna. Hata kama wangerudishwa wangefanya yale waliokatazwa, waongo na wajua si warudishi. Hapa anasema kad khasiru anfusahum, wameshazipa hasara nafsi zao kwa kutumia vibaya umri waliopewa. Kad khasiru anfusahum, wamekwisha zipa hasara nafsi zao kwa kutumia vibaya umri waliopewa. Wadhalla anhum, na vimewapotea makanu yaftaruna, waliokuwa kivizua. Vizushi vyote walivyovizua vimewapotea. Kila walilolibuni, kila walilolifikiria halipo tena kuweza kuwasaidia. Wadhalla anhum, na vimewapotea makanu, vile walivyokuwa yaftaruna, wanavizusha, wanavizua, wanavibuni, wanavifikiria tu, hakuna kilichokuwa hata kimoja. Yaftaruna manake kuzua au kubuni. Iftara ala Allahi kadhiban, manake kamzulia Mwenyezi Mungu nini? Uongo. Yaftarun, walikuwa wanayazusha, yamewapotea yote. Zile fikra zao potofu zote hazifanyi kazi, zime expire. Kwa hivyo hiyo ni hasara kubwa sana. Wamekuwa muflis, bankrupt, wamefilisika, hawana fikra, hawana mawazo, vyote vimekwenda ovyo.
Ndio nasema siku zote tukisoma hizi tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na kundi hili. Hili ni kundi baya sana, limekwenda katika hali ambayo ni mbaya. Baada ya kumaliza haya, Mwenyezi Mungu anakuja sasa kutueleza tumuelewe Mwenyezi Mungu kisawasawa. Mola wetu hasa ni yupi? Tusibabaike, tumuelewe Mwenyezi Mungu kwa sifa zake na kwa vitendo vyake. Mwenyezi Mungu tumtambue kwa sifa na vitendo. Mungu hatuwezi kumjua kwa dhati yake yukoje, lakini tunaweza kumjua kwa sifa zake alizojielezea na vitendo vyake alivyovifanya. Anasema inna rabbakumullahu, hakika Mola wenu ni nani? Allah, ambaye nyinyi hamumuoni wala hamjui yuko vipi. Sasa anakutajieni vitendo alivyovifanya Mwenyezi Mungu ili mjue kwamba hizo ndio kazi zake alizozifanya. Mumjue Mwenyezi Mungu kwa sifa na kwa kazi zake au vitendo vyake alivyovifanya. Inna rabbakumullahu, hakika Mola wenu ni Allah. Yupi? Alladhi. Tunarudi tena kwenye somo letu, ikija alladhi bila ya wao manake ni yule aliyetajwa nyuma. Alladhi, yule ambaye khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin, kaumba mbingu na ardhi katika awamu 6. Hiyo moja katika kazi ambazo kafanya yeye, vitendo vyake yeye Mungu. Hakuna mtu hata mmoja anaodai kuwa kaumba yeye mbingu na ardhi, wala anayeweza kuthubutu kusema hivyo alafu watu wakamuona ana akili. Apite mtu tulio barabarani anasema najua hii ni mambo sasa, hii yote kwa mzee mgeni nimeitengeneza mie, hii yote ardhi ilikuwa haipo, mimi ndo niloitengeneza. Mtasema wewe apelekwe mental akapimwa akili yake, huyu mwenda wazimu. Sababu hata makafiri, hata wanaosema hakuna Mungu, hawakuweza kudai kwamba wameitengeneza wao dunia. Kwa hivyo sote tunakubaliana, makafiri na Waislamu, madhali tuna akili timamu, kwamba hivi havijafanywa na binadamu wala kiumbe yote. Sasa wale wanaomtambua Mungu ndio wakina sisi tunasema kavifanya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, hakika Mola wenu ni Allah ambaye kaumba mbingu na ardhi. Na samawati anazifanya jamu, lakini ardhi anaifanya mufrad. Kwenye mbingu wakati mwingine anasema samaa wa samaa banaina, na kwenye anasema samawati, lakini ardhi kaifanya moja tu. Wanasema wataalamu kwa sababu dunia hasa wanaoishi binadamu ni moja tu, ndo hii, lakini mbingu zina matabaka mengi huko juu. Kwa hivyo ndio maana zile samawati anazifanya kwa wingi, lakini ardhi anaifanya moja. Hizo nyingine zote sayari hawezi kuishi binadamu. Kwenye mwezi haishi binadamu, kwenye jua haishi, kwenye Jupiter, kwenye Saturn, kwenye nini, kote kule hawaishi binadamu. Na yako masayari chungu nzima, kwenye manyota na samawati wal ardhi, kaumba mbingu na nini na ardhi. Halafu fi 6 ayamin, katika awamu 6. Wazee wa zamani sema katika siku 6, lakini sisi tunasema katika awamu 6. Kwa nini tunasema awamu? Kwa sababu siku hizo zinazosemwa hapa si hizi tunazozihesabu sisi. Kwa sababu siku yetu sisi ni jua kuzama na jua kuchomoza, masaa 20 na ngapi? 24. Lakini wakati Mwenyezi Mungu anaumba mbingu na ardhi na vilivyomo, jua lenyewe lilikuwa kwenye mchakato wa kuumbwa. Sasa utaipataje siku kwa masaa 24? Na siku yetu ni kuzama jua na kuchomoza jua. Kwa hivyo ina maana huo utakuwa ni muda tofauti na huu muda tulionao sisi. Mbali na aya alizosema Mwenyezi Mungu, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tauduna, na hakika siku moja kwa Mola wako ni sawa na miaka 1000 mnayohesabu nyinyi. Kwa hivyo huenda ikawa hii ni miaka 6000 vile vile. Wako waliopita hivyo kwamba ayam 6 maana miaka 1000, na waliokwenda zaidi hapo wako waliosema taruyul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, siku moja ambayo kiwango chake ni miaka 50,000. Haya, tukenda huko itakuwa ni miaka laki ngapi? Ya 50,000 mara 6 itakuwa laki ngapi? Laki 3. Haya, twendeni. Almuhimu katika awamu ngapi? Awamu 6 tumesema. Fi 6 ayyam. Thumma, kisha baada ya kufanya hayo, stawa ala al-arshi, akalingana kwenye arshi. Na hapa tena kuna mjadala. Wengine wanasema akakaa kwenye arshi. Sitasema istawa, sikukaa.
kukaa ni jalasa au qaada, na arshi sio kursi. Kursi kasema wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi, kursi ni kiti na arshi ni kitu kingine. Na nimewahi kuyazungumza kwa kirefu maneno haya, lakini kubwa, arshi manake ni mamlaka ya mwisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatafsiri kisha akalingana kwenye mamlaka yake. Kwa nini tunasema kalingana? Istawa manake kuwa sawasawa kwenye mamlaka yake. Kalingana vipi? Kalingana kwa sababu kabla Mwenyezi Mungu hajaumba vitu alikuwa yuko peke yake. Kwa hivyo ule uungu wake angeutambua nani? Alipowaumba malaika, wakawepo malaika, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kajitambua mwenyewe kwanza kwamba hakuna kuabudu kwake isipokuwa yeye. Halafu kaumba malaika wakamtambua. Halafu akaumba na viumbe waliobakia hakiwemo binadamu ili tufanyeje? Tumtambue. Kwa hivyo sasa baada ya kutambuliwa ndio yamekuwa mambo sawa sawa, sasa yamelingana kwamba Mungu yupo na wanaomwabudu Mungu nao wapo. Lakini alipokuwa Mungu peke yake, maana yake ni kwamba waabudu Mungu hawapo. Kwa hivyo mambo hayajawa sawa sawa. Yeye Mwenyezi Mungu hana kasoro, lakini mambo hayajawa nini? Hayajawa sawa sawa. Sisi tunasema, natoa mifano ya kibinadamu na Mungu hapigwi mifano, kwamba mtu akishakuwa mwanamume mtu mzima, ana nyumba, ana gari, ana mshahara, lakini hana mke, anaambiwa vipi? Bado huko sawa? Ili kukaa sawa afanyeje? Achukue mzigo awe na familia, ndio mambo yaende sawa sawa sawa. Sasa maana yake tunasema kuna vitu, sio kwamba wewe ana kasoro yule mtu, sio kwamba ana kasoro, ule uendeshaji wa mambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipoumba binadamu, kaumba ardhi na vilivyomo, akaumba binadamu na viumbe vingine. Sasa imepatikana baina ya muumbaji na waumbwaji, baina ya muabudiwa na wanaoabudu, mambo yamekwenda sawa. Ndo katika utawala amelingana. Thumma stawa ala al-arshi, kisha akawa sawa katika mamlaka. Kisha akawa sawa katika nini? Katika mamlaka. Thumma stawa ala al-arshi. Tunatafuta kituo, najua muda unakwenda. Halafu anaendelea tena kuonesha kazi zake alizozifanya Mwenyezi Mungu. Yughshi laila nahara, anaufunika usiku kwenye mchana. Ule usiku kaufanya kama joho jeusi, na ule mchana kaufanya kama mtu mweupe. Kwa hivyo joho jeusi linamfunika mtu mwenini mweupe, anakuwa haonekani, kinakuja kiza. Ndio ile walaili idha yaghsha, yughshi laila, anaugubika usiku nahara kwenye mchana. Yani ule mchana unafunikwa na nini? Na usiku. Anafanya hivi, yughshi laila nahara, alafu kasema yatlubu hafitha, alafu anauvuta kidogo kidogo. Yatlubuhu tunatafsiri anauvuta, hafitha polepole kidogo kidogo. Ule usiku anauvuta kidogo, akivuta kidogo kidogo, mchana unakuja pole pole. Yani vile usiku unakwenda kama sasa hivi kiza, inaanza kuja alfajiri, kunaanza kutakata, unaanza kusikia ndege mpaka tena mchana unafanyaje? Unaingia. Haiji kama vile zimataa na washataa. Yani sasa hivi umeme ukizimwa ghafla sio tunaingia kwenye kiza, na ukiwashwa ghafla tunaingia kwenye mwangaza. Lakini mchana hauingii ghafla na usiku hauingii ghafla. Yatlubuhu hafitha, anauvuta pole. Unakwenda mchana unaingia kidogo kidogo, na usiku unaingia kidogo kidogo. Usiku unatoka kidogo kidogo, na mchana unaingia kidogo kidogo, na mchana unatoka kidogo kidogo, na usiku unaingia kidogo. Ndio vile anauvuta pole. Ndio yatlubuhu hafitha. Ni sasa na mtu kaka kitako, hana nguo hata moja, mweupe, alafu kavishwa juu yake ukamfunika baibui au kitambaa cheusi kaniki, alafu kaanza kushika huko pembeni, unavuta kidogo kidogo, linaanza kupanda kiunoni kule, twi, anaanza kuonekana matikei, twi, mgongo, shingo, tena mpaka ndio yatlubu hafidha. Tumefahamiana? Anauvuta pole. Halafu akasema washamsa walqamara, na jua na mwezi kaviumba. Wao inaunga kule, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda, basi wa khalaqa ash-shamsa wal qamara, wao harfu atfi,
na ile shamsa inapata fatha kwa sababu khalaqa samawati wal arda. Samawati ni mulhaqun bi jamil muannath salim mansubun bil kasrati, kwa tunajua nahwu. Al arda mansubun bil fathati. Kwa hivyo washamsa ay wa khalaqa ash-shamsa wa khalaqa al-qamara. Tumefahamiana? Ndio maana zinapata fatha hizo, hazipati dhumma. Washamsu wal qamaru, washamsa wal qamara, na kaumba jua na mwezi, wan nujuma, na nyota. Vyote kaviumba musakharatin bi amri, hali ya kuwa ni zenye kuendeshwa kwa amri yake. Musakharatin, hali ya kuwa ni vyenye kuendeshwa, bi amrihi, kwa amri yake. Anaonesha kazi kubwa anazozifanya mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zifanywe na binadamu. Wale Wakristo wasema matendo makuu ya Mungu. Musakharatin, zinaendeshwa. Jua linaendeshwa, mwezi unaendeshwa, na vyote hivyo, nyota zinaendeshwa, lakini bi amrihi, kwa amri ya nani? Nani anaweza kusema jua kalizungusha kwa amri yake? Nani anaweza kusema mwezi kauzungusha kwa amri yake? Nani anasema nyota akazizungusha kwa amri yake? Nani anasema jua linachomoza kwa amri yake, linazama kwa amri yake? Mwezi unazama kwa amri yake, unachomoza kwa amri yake. Nyota zinazama kwa amri yake, zinachomoza kwa amri yake. Nani anathubutu kusema? Yuko wapi? Kwani Ibrahimu alimshinda Namruthi kwa hoja ipi? Kasema inna Allah, yule alisema ana uhi wa umitu, qala fa inna Allah yati bishamsi min almashriqi fati biha fabuhita alladhi kafara. Akaambia Mungu ndo anaileta jua, analeta jua kutoka mashariki. Wewe kama na wewe una uwezo ulilete kutoka magharibi. Akashindwa, akapwewa yule aliyekufuru, kuonesha kuwa kazi hizi anazifanya Mungu peke yake. Hakuna anayetia mkono katika kuchomoza na kuzama jua na mwezi na mambo ya nyota. Sasa washamsa wal qamara musakharatin, najua na mwezi hali ya kuwa vinaendeshwa bi amrihi, kwa amri ya nani? Amri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala, ieleweke, lahul khalqu, ni yake yeye kazi ya kuumba, wal amru, na amri ya kuendesha. Lahu, ni yake yeye al khalqu, kazi ya kuumba, wal amru, na amri ya kuendesha. Kaumba yeye, anaendesha yeye. Yeye ndo aliumba jua, yeye ndo anayeliendesha jua. Yeye ndo aliumba mwezi, yeye anaendesha nini? Mwezi. Yeye ndo aliumba nyota, yeye ndo anaendesha nini? Nyota. Yeye ndo aliumba dunia, na yeye ndo anaendesha nini? Dunia. Zote ni kazi zake mbili. Lahul khalqu, ni yake yeye kazi ya kuumba, wal amru, na kazi amri ya kuendesha mambo pia bado ni yake. Hajamkabidhi mtu. Manake makafiri walikuwa wanadhani Mungu kaumba halafu basi kaacha vitu vifanywe na wengine vya maumbile. Sema pana, na kuendesha ya mambo nafanya mimi. Binadamu kapewa mamlaka ndogo tu ya kuendesha nchi na anaonea watu. Angepewa kazi ya kuzamisha jua na kuchomozesha jua. Siku hiyo kamgonga mkewe mfalme vizuri, asubuhi anataka kuchelewa kwenda kazini, anasema wewe jua, we subiri mpaka nimalize kukoga nitoke mie. Saa 2 anambia haya sasa chomoza. Shangetutesa, si angekuwa anaweza kulizamisha jua na kulichomozesha. Siku hiyo ana njaa, kafunga Ramadhani, anaona mambo yanachelewa, wewe jua hebu zama nile haraka mie. Saa 11, 11:30 analizamisha jua, mnafuturu. Wangetuendesha kweli hawa. Mwezi kataka uandame ili iwe haraka, we mwezi weandama, mimi nataka nile Idi kesho, angekuwa anatupelekesha. Na kama ni Ramadhani ndio hivyo, au anataka kuendelea, usiandame, chelewa kidogo Shaaban, nataka nile mchana mimi. Wanadamu wangetusumbua, na nyota wangezifanya hivyo na kila kitu. Ila yote kayadhibiti nani? Mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa amri yake, lahul khalqu wal amru. Tabarakallahu, ametukuka Mwenyezi Mungu, Rabbul Alamina, Mola wa vilimwengu vyote. Ndio nasema ile alamina wako na tafsiri walimwengu wawili, binadamu na majini. Alhamdulillahi Rabbil Alamina wanasema majini na binadamu, lakini wengine wanasema alamina vilimwengu vyote, mpaka miti mpaka nini, kila kitu alamina vinaingia. Na mimi naiunga mkono hiyo tafsiri ya alamina, vilimwengu na sio wali. Niliwahi kusema alhamdulillah Rabbil Alamina, shukrani za Mwenyezi Mungu Mola wa vilimwengu,
lakini wako wanasema mola wa wali. Ukisema walimwengu inakuwa zaidi ni hawa watu na majini na malaika na nini. Ukisema vilimwengu vitaingia vyote. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hapa anataja habari za nini? Jua, mwezi, nyota. Mbona kaziita alamina? Kwa maana yake ni vilimwengu. Tumeelewana? Lakini huo ni umakini katika tafsiri. Usende ukashindana sana na mtu alisema walimwengu, vilimwengu, wote wametafsiri Qur'an, lakini ule umakini wako mwenyewe katika tafsiri, umeridhika na yangu mie chukua, ukuridhika niachie mwenyewe, nitaka nayo mfukoni mpaka ivunde, usio na wasiwasi. Kwa leo tufike hapo. Tabarakallahu, ametukuka Mwenyezi Mungu bila shaka yote. Hebu tuseme sote tabarakallahu rabbul alamin. Maana yake ni kumtukuza sasa, ametukuka Mwenyezi Mungu mola wa vilimwengu.